Ulimwengu wote umetawaliwa kwa nia njema kabisa na mabadiliko ya kiteknolojia. Na sisi hatujataka upitwe. Karibu kwenye Digital Leo. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 4 asubuhi hapa Highlands FM. Mambo vipi msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha Digital Leo. Mimi ni Fatna Suleimani. Mimi ni Samuel Mpogole. Na kipindi hiki ni sehemu ya programu ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech and Media Convergence kwa ufadhili wa balozi wa Marekani Tanzania na kwa ushirikiano wa idara ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Programu hii ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali imelenga kuwajengea wananchi uelewa na kukuza ufuatiliaji wa taarifa mbalimbali ndani ya vyombo vya habari, kupata uelewa juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, kugundua fursa, hatari katika maendeleo haya ya kidigitali ambayo tunazungumzia hii leo. Kwa pamoja tumelenga kukuza hamasa kwa wananchi katika kuleta mabadiliko chanya kupitia uelewa wa taarifa za vyombo vya habari, hasa katika maeneo ya vijijini, hususan katika zama hizi za kidigitali. Na kipindi hiki kimetayarishwa na studio za Highlands FM Mbeya, na unaweza kututumia ujumbe wako kwa nambari 0767 000 927. Digital Leo. Sawa, na leo bwana tunazungumzia serikali, mtandao na upatikanaji wa huduma za umma. Hakika kuna mambo mengi sana ambapo serikali imekuwa ikitoa msaada kupitia mitandao hii ya kidigitali ambayo tunazungumzia leo hiyo. Ukitaka ukumbuke zamani, watu walikuwa wakilipa bili kabisa, lakini vile vile wakifanya usajili wanasababisha foleni kwenye maofisi kabisa. Ilikuwa ni analogi, lakini sasa hivi teknolojia ambapo tunazungumzia masuala mazima ya kidigitali yamekuwa msaada mkubwa sana. Sasa hivi maisha yamekuwa rahisi, watu wanamaliza shughuli zao nyumbani au kama kwenye shughuli zao mambo yanakuwa yamerahisishwa kabisa. Lakini cha kushangaza, kuna baadhi ya watu bado hawajui ni kwa namna gani wanaweza kufanya malipo, ni kwa namna gani wanaweza kufanya usajili kabisa, na vitu kama hivyo. Sasa kupitia kipindi chetu siku hii ya leo, basi tutakuja kufahamu haya yote kwa kina. Tutadadavulia na utapata somo ya leo na hautotoka bure hapa. Naam, kama tunavyofahamu kuna ndugu zetu wa TRA, hii inazungumzia mamlaka ya mapato Tanzania, ambako huku tumekuwa tukilipia kodi, lakini pia kuna BRELA ambao hawa ni wakala wa usajili biashara na leseni. Naam, lakini pia kuna NIDA, mamlaka ya vitambulisho vya taifa hawa. Kuna watu wamekuwa wakituma maombi, wanahitaji vitambulisho, hawajui ni kwa namna gani wanaweza kufanya mambo hayo yote. Lakini pia kuna tovuti ya malipo ya serikali kabisa. Naam, huko kote sasa hivi mambo yamekuwa rahisi zaidi. Lakini pia hata namna ya kuomba kitambulisho pia cha taifa. Yani ile ya kadi ya mpiga kura. Kadi ya mpiga kura. Naam, ukiachana na ndugu zetu wa NIDA, kuna ile kadi ya mpiga kura ambayo pia unaiomba mtandaoni na inakuwa rahisi kweli kweli kwa wale ambao walikuwa wakiomba kadi zao. Na kuna watu wengine unakuta labda amesauti namba zile, unakuta kwa mtu anakuwa anatafuta mtandaoni, analetea TIN namba yake, unaletea namba yako na maelezo yote ambayo unapata, kwa sababu tu ukiwa na namba ya NIDA kila kitu kitakuwa kiko vizuri kabisa. Sawa, bila kupoteza muda twende tukasikie wananchi huko mtaani. Wao wanasemaje, wanazungumzaje, wanaelewa nini kuhusiana na swala hili. Digital Leo. Naitwa Rebeka Kenyonyo, mkazi wa mkoa wa Mbeya. Kwanza kabisa sisi tuishukuru serikali kwa kuanzisha mfumo wa mtandao wa serikali ambao kwanza kabisa unaturahisishia sisi kama wananchi kutumia muda mchache kwenye kufanya malipo, na badala yake muda huo tunakuwa tunafanya shughuli zingine za kijamii. Nikisema hivyo na maanisha nini? Zamani kabla ya hatujaanza kufanya malipo kwa njia ya mitandao, malipo mbalimbali ya huduma za serikali kwa njia ya mitandao, tulikuwa tunatumia muda mwingi, unatoka nyumbani, siku inabidi uvunje siku nzima kwa kwenda kufanya shughuli hiyo moja. Labda unaenda idara ya maji na unakuta pale watu wengi mmefika pale, mnataka kulipia kitu au mnafuata huduma, kwa foleni inakuwa kubwa, unakuta siku nzima umeivunja, unaenda tu sehemu moja kulipia huduma ya maji. Kwa sisi tunaona serikali imeturahisishia sana sisi kama wananchi, imetusaidia, tunatumia muda wetu mwingi sasa kufanya kazi na sio kwenda kufanya malipo. Lakini kitu kingine, tunaamini huu mtandao, sisi kama watumia huduma ambazo zinatolewa na serikali, fedha zetu zinafika sehemu husika. Zamani ulikuwa unafika sehemu kwenye kulipia huduma, unaona kabisa hii receipt inayoandikiwa mbona kama ya magumashi hivi.
unaona mwingine utasikia leo receipt sijui vitabu vimejaa, unakuta unalipa huduma lakini upati receipt. Lakini sasa hivi tunauhakika kabisa hata fedha zetu zinaenda sehemu husika, kodi zetu zinaenda sehemu husika. Hilo ndo kubwa ambalo mimi kama mwananchi naliona. Kwa upande wangu kama mdau wa mitandao ya kijamii, njia hii imekuwa moja njia ambayo imeokoa gharama kubwa sana kwangu, na ni moja ya njia ambayo inarahisisha vitu vingi. Naweza kutokana na umbali labda niliopo na eneo husika, imerahisisha umbali, naweza nikafanya mambo mengine nikiwa hapo nyumbani, lakini taarifa zikafika kwa wakati na nikaweza kusaidiwa kwa wakati. Kwa hiyo ni moja ya njia ambayo imeleta chachu katika jamii, na ingetokea kabla ya sasa ingekuwa ni vyema sana. Kwa hiyo imeleta mabadiliko makubwa sana na imeokoa vitu vingi, gharama za usafiri wa kutoka hapa na hapo, mambo mengi kibao imesaidia. Kwa majina naitwa Nicholas Ndabila, ni mkazi wa Mbeya. Binafsi yangu ninavyoelewa serikali mtandao ni ujumla wa shughuli zote ambazo zinafanywa na serikali ambazo kwa zama hizi ambazo sasa hivi tuko kwenye zama za kidigitali zimeunganishwa kwa pamoja, ama niseme zinatolewa kwa mfumo wa kimtandao. Kwa maana unaweza kuwa unataka huduma fulani, basi hauna haja ya kwenda kufika moja kwa moja kwenye ofisi za watu wa huduma fulani. Badala yake unaweza kutumia simu yako, kompyuta yako, ama kitu chochote ambacho kinaweza kikakuruhusu wewe kuweza kutumia internet ukapata hiyo huduma ukiwa uko sehemu yoyote ama mahala popote. Hii huduma naona ina umuhimu, ama naweza kusema kwamba imerahisisha sana kwenye upatikanaji wa huduma, kwa sababu hapo awali watu walikuwa wakitumia muda mwingi kuzifuata mahali ambapo ofisi zipo za huduma husika mtu anayokuwa anataka. Lakini kutokana na uwepo wa hii tunasema serikali huduma mtandao, inarahisisha, kwa sababu unakuta mtu mwingine yuko kijijini, kwa hiyo inambidi atumie nauli kwenda kuzifuata ofisi za huduma fulani anayohitaji. Wengine unakuta labda ofisi ziko mbali na mahali anapotokea, kwa anaanza tena kuingiliwa gharama za kuanza kugharamia usafiri kwenda kufika moja kwa moja kwenye hizo ofisi. Lakini kutokana na uwepo wa hii huduma ya kimtandao, maana inamrahisishia sasa huyu mtu kupata huduma kule kule aliko. Na imekuwa ni tofauti siku za hivi karibuni, watu wamekuwa wakisajili vikundi mbalimbali, wamekuwa wakisajili makampuni mbalimbali ambayo yalikuwa hajasajiliwa, lakini wana uwezo wa kusajili sasa kupitia mfumo wa mfano labda BRELA kwa ajili ya kupata uthibitisho wa makampuni yao kwa njia ya mtandao tu. Kwa hiyo hii hapa inasaidia sana, ukiachana na kuokoa muda, lakini pia inarahisisha hata wewe mwenyewe kuweza kufanya shughuli zingine. Muda ambao ungetumia kufuata hiyo huduma katika ofisi fulani, wewe kufika moja kwa moja, basi unajikuta kwamba unatumia muda mchache, lakini pia gharama hata na zenyewe pia zinapungua. Lakini kitu kingine lazima tuelewe kwamba ulimwengu wa sasa hivi uko kwenye digitali, na kama uko kwenye digitali, na sisi Tanzania ni moja ya sehemu ya ulimwengu husika ambao uko kwenye digitali. Kwa hiyo tunapaswa kuendana na kasi husika ambayo tunayo, hatuwezi kuikimbia. Yes, digitali hatuwezi kuikimbia, isipokuwa tunapaswa kwenda nayo sawa sawa. Kwa hiyo mimi nipongeze serikali kwa hili hapa, kwa sababu kwanza kabisa imerahisisha upatikanaji wa huduma kama tulivyosema. Lakini pia kuna mtu nakuta, unajua kwenye kusajili labda makampuni na kadhalika na vitu vingine, unakuta inamtaka mtu sijui aende polisi, sijui afanyaje. Kuna mtu nakuta ni muoga kufika tu polisi. Unajua kuna msemo mtu anakuambia bwana labda ukifika sehemu fulani, yani kuna mtu unakutana na mtu tu yani ni muoga kufika labda kituo cha polisi ama katika ofisi fulani kufika, wengine wao wanakuwa waoga. Kwa hiyo kupitia njia ya mtandao inamrahisishia. Cha kwanza katika kufanya malipo ya kiserikali kwa njia ya mtandao, cha kwanza inapunguza gharama. Kwa mfano, mtu unaweza kufanya malipo yako ukiwa zako nyumbani umetulia, badala ya kwenda kuwafuata au kwenda sehemu ambayo unaweza kupata huduma hiyo, unakaa zako tu ndani na kufanya malipo. Alafu cha pili, inaondoa msongamano ule wa watu. Unaweza mkaenda kule kwenye ofisi za serikali mkakuta kuna foleni nini. Kwa hii tunapofanya malipo kwa njia ya mtandao inapunguza ile foleni nini na mambo ya msongamano wa watu. Na kitu kingine, inatuepusha na udanganyifu zaidi, kwamba
siku hizi utapeli umekuwa mwingi sana. Unaweza ukaenda kwenye ofisi za kiserikali kukutana na ni mtu tu wa kawaida, lakini akakudanganya au akakutapeli kwa njia ya kujifanya labda yeye ni kiongozi mmoja wapo pale, na akachukua tu hela yako na jambo lolote usipate huduma yoyote. Kitu kingine anaishia kwenye kufanya malipo, yani malipo yanakuwa yanafanyika kwa urahisi zaidi na pia inakuwa ni kwa uhakika zaidi. Kwa mfano kama ukilipia bili ya umeme, maji au mambo ya TRA, unaona inakuwa ni rahisi zaidi kuliko ukienda huko ambapo maana ukifuata ambapo ofisi zinakuepo kuna process kidogo mpaka ulipie nini, lakini ukiweza tu umetulia ndani inakuwa ni rahisi sana kufanya malipo. Sawa, umetoka kuwasikiliza wananchi hao wakizungumza uelewa wao kuhusiana na masuala ya mtandaoni na masuala ambao wanaweza wakafanya biashara zao na kulipa kujisajili, kulipa hizi kodi ambazo wanakuwa wanalipa kutumia mitandao hii ya mitandaoni. Naam, lakini nikukumbushe hata wewe ambaye unatusikiliza leo hii, kama ulikuwa ufahamu, basi unaweza kufunga safari kuelekea TRA, ukaelekea pale maeneo ya ndugu zetu wa NIDA kabisa. Lakini pia unaweza ukaenda BRELA ukaenda kufahamu masuala mengi kweli kweli kuhusiana na namna ambavyo digitali, teknolojia, internet imekuja kuturahisishia vizuri kabisa. Lakini bila kupoteza muda tuweze kuungana hapa na Bi Fatna Suleiman ambapo yeye ameweza kuzungumza na wafanyabiashara wakitueleza namna ambavyo wao wamesajili biashara zao, namna wanavyoendesha biashara zao kupitia swala zima hili la mitandao. Kwa majina naitwa Ibrahimu, naishi hapa Isengo, Mbeya mjini. Mimi kwa upande wangu tukirejea kwenye swali la wafanyabiashara tunawezaje kulipa kodi bila kwenda TRA au ofisi za TRA. Sasa hivi teknolojia imeenda kasi sana, lakini pia mamlaka ya mapato Tanzania TRA pia nayo imekuwa ikienda kidijitali zaidi, hususan kwa sisi wafanyabiashara. Kwa sasa mambo yamerahisishwa kupitia mfumo wa TRA online portal. Mimi wanatumia online portal ambapo hapa huwa napataga control number na kulipa kodi kupitia mitandao ya simu, kwa mfano Tigo Pesa, M-Pesa au Airtel Money na hata benki pia. Kwa hiyo sidhani kama kuna haja pia kuendelea kupoteza muda kwenye foleni za ofisi za TRA wakati teknolojia pia imerahisisha kwa maana hiyo. Ni rahisi sana. Sasa hivi pia narudia pale kusajili biashara ni rahisi mno. Ni namna tu ambavyo tunatumia mitandao ya kijamii. Kwa mfano ukienda online pale Business Registration and Licensing Agency kwa maana ya BRELA, kupitia mtandao wao pia unaweza ukafanya kila kitu online na ukaingia na ukasajili biashara yako, ukaingiza kwa mfano jina lako la biashara, ukalipia hadi ukapata cheti, na hakuna stress za kukimbizana pia na mafaili sijui uende wapi ufanye hivi. Digitali ndio njia ya kisasa kabisa kusukuma haso zetu sisi wafanya biashara. Nadhani nitakuwa nimekujibu vizuri kabisa. Majina yangu naitwa Patricia Walter, natokea pande za Mbeya Kabwe. Kwa kweli mimi kwanza ofisi za TRA sijawahi hata kwenda. Mimi kwa sasa hivi huwa nalipia kodi kwa njia ya mtandao kwa sababu sasa hizi teknolojia imekuwa kubwa. Kwa yale masuala ya kusema eti kabla ya kulipa kodi niende kwenye ofisi za TRA, kwanza huko napoteza muda wangu, afu pia huko nitaenda tu kupata usumbufu. Kwa hiyo mimi kodi zangu zote za biashara huwa nalipia kwa njia ya mtandao. Nalipia kwa njia ya mtandao kwa sababu gani? Kwa sababu hapa jirani na biashara yangu kuna mtu yeye ni mtaalamu wa mambo ya mitandao, mambo ya mifumo. Kwa hiyo likifika swala la kulipa kodi huwa namshirikisha na mwisho wa siku ananikamilishia kila siku. Lakini swali masuala ya kwenda ofisi za TRA kwanza huko ni kupoteza muda kabisa. Mimi biashara zangu mara nyingi huwa nasajili kwa njia ya mtandao kwa sababu naamini kupitia mtandao ni njia rahisi na inanirahisishia muda wangu mimi kama mfanyabiashara kuliko kuanza ile mambo ya kwenda ofisi za TRA kisa tu kusajili biashara. Huo ni upotevu wa muda. Kwa majina naitwa Dorini Lupala, ni mfanyabiashara. TRA hutumia mifumo ya kidigitali kama vile kuna TPOS na huduma za kibenki kama vile NMB mkononi, CRDB, Simbenki, na pia kuna mitandao ya simu kama T-Pesa, Airtel Money, M-Pesa. Zote tunalipia kodi kwa njia hizo za mtandao. Ili kupata control number, mfanyabiashara anaweza kuingia kwenye tovuti ya TRA na unaweza kutumia filling system kujiandikisha, unajaza taarifa zako pale.
na kupata control number ya malipo. Pia anaweza kutumia mawakala au kwenda ofisi za serikali za mitaa zilizounganishwa na mfumo wa TRA. Majukwaa ambayo unaweza ukalipia kodi ni pamoja na tovuti za TRA, TPOS, kuna huduma za kibenki ambayo ni CRDB Sim Benki na NMB mkononi. Pia unaweza kutumia huduma za simu kama vile Tigo Pesa ya Telemane. Uelewa bado ni changamoto kwa baadhi ya wafanyabiashara wadogo, hasa waliopo vijijini. Changamoto tunazokutana nazo ni pamoja na kukosa ujuzi wa matumizi ya mtandao, kuna kukosa vifaa kama vile simu janja au kompyuta, kuna kukatika kwa mtandao wa internet, pia na hofu ya kufanya makosa ya mfumo. TRA imekuwa ikifanya kampeni nyingi za kielimu kwa umma, kuna warsha na kupitia redio na TV. Pia imeanzisha vituo vya huduma kwa wateja na marejesho kwa njia ya simu ili kuwasaidia wafanyabiashara. Sawa, umetoka kusikiliza wafanyabiashara hao wakieleza jinsi ambavyo wao wanasajili biashara zao. Sasa hivi wanasema, kuna bidada hapo anasema kwamba mimi sasa hivi sianzi kuhangaika kwenda TRA kusajili biashara yangu, sijui kulipa nini. Yeye anafanya kila kitu nyumbani. Yaani kila kitu anakifanyia akiwa kwenye shughuli zake. Kwa hiyo hapotezi muda hata kidogo kwa sababu amesharahisishwa maisha. Kila kitu kiko kiganjani sasa hivi. Naam, hiyo ni nzuri kweli. Na wale ambao tu walikuwa hawafahamu kidogo tunaweza tukawapenyezea. Hususan kule TRA namna ambavyo unaweza kufanya mambo yako. Hatua ya kwanza, tembelea tovuti rasmi ya serikali. Mfano sasa kule ndio naenda kule TRA. Andika www.tra.go.tz. Lakini vile kwa wale ambao wanataka kulipa kwa kodi sasa, andika kwa watu wa NIDA, hiyo ni kwa ajili ya kodi. Kwa watu wa NIDA andika www.nida.go.tz. Hapo kwa ajili ya kupata vitambulisho. Lakini hatua ya pili, jisajili au ingia kwenye account yako. Unajisajili au unaingia kwenye account. Sasa kwa wewe ambaye ulikuwa nayo unaingia, lakini kwa wewe ambaye ulikuwa bado unaweza ukaenda sehemu pameandikwa sign up. Nakumbuka siku 2-3 hizi tulikuwa na mafunzo na ndugu zetu wa PSSSF. Nao pia sasa hivi mfumo wanaotumia ni huu kidigitali. Hakuna haja ya kwanza kusema kwamba sijui niende kwa fulani nikafanya. Yaani kila kitu unamaliza kule. Lakini ukishafanya hivyo basi utachagua huduma ambayo unataka kuipata. Mfano malipo ya kodi, bili za maji, umeme. Na vitu vingine, basi unaweza kaingia hapo. Na hatua ya 4, ingiza taarifa za malipo na uthibitisho kupitia pesa za simu. Hapo unaweza kama umetumia mitandao ya simu na mambo yanakuwa sawa kabisa. Lakini hatua ya 5, pakua au chapisha risiti kama uthibitisho wa malipo yako. Unapata na risiti yako. Risiti unaipata tena kama ilikuwa inakatwa VAT, na yani taratibu zote zinafanyika pale. Hapa hamna ujanja. Yaani hamna ujanja. Kwa hiyo imerahisisha, na hii imenyoka. Na hii ndio maana halisi ya kidigitali. Kwa hiyo ukifanya hivyo mambo yanakuwa safi kabisa. Kama kweli maisha yetu yamekuwa rahisi kabisa. Maisha yamekuwa marahisi sasa hivi. Sete? Yaani yamekuwa rahisi. Mimi ushindwe wewe tu. Ushindwe wewe, sijui mambo yanakuaje, sijui inakuaje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa rahisi zaidi. Sasa bwana mwenzetu bwana Samuel Ndoni amezungumza na mtaalamu wa TEHAMA kutokea mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jijini Mbeya, ambapo anasema mfumo wa mtandao serikalini umesaidia kutoa huduma kwa ufanisi pamoja na kuwarahisishia wananchi kuokoa muda na gharama za kufuata huduma ofisini. Siku hizi watu waende ofisini kuongea, watu sijui unaambiwa subiria kidogo, sijui nini na nini. Kwa kila kitu kimerahisishwa. Na ndio hapa tulikuwa tunazungumza ile TRA iwe PSSF iwe wapi, hata kwa ndugu zetu wa mamlaka ya maji nako kazi imekuwa rahisi zaidi. Kazi watu wamesharahisishiwa. Wewe ukitaka kulipa bili ya maji unafanyaje? Unaingia kwenye simu yako. Unaingia kwenye simu unamaliza kila kitu. Twende tukamsikie mtaalamu hapa akieleza namna ambavyo hata huko kwao mambo yamekuwa kanseleleko kabisa. Kwa jina naitwa Godwin Mbukege, ni mkuu wa kitengo cha TEHAMA na takwimu mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Mbeya. Kwa hiyo leo kwa hapa kwa ajili ya kueleza manufaa ya TEHAMA katika taasisi yetu ambayo ni moja ya taasisi za serikali, ili kuweza kurahisisha
upatikanaji wa huduma kwa wateja wetu. Na mamlaka kimsingi inatoa huduma ya maji safi na uondoshwaji wa maji taka. Sasa katika eneo hilo tutaanza na eneo la upatikanaji wa huduma ya maji safi, ambapo mwanzoni kwa kuna ugumu, ambapo ilikuwa mwananchi au mteja mtu ambaye anaomba kwa mara ya kwanza ilikuwa inamlazimu mpaka afike ofisini kuchukua fomu na kuweza kujaza na kufuata taratibu kama ambavyo fomu ambavyo inavyoeleza. Lakini kupitia eneo la TEHAMA kwa sasa tumejaribu kuboresha katika eneo hilo kidogo, na sasa kuna wepesi. Badala ya mwananchi kufika ofisini, anaingia kwenye tovuti ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, atapakua hiyo fomu, ataijaza akiwa kule nyumbani na akimaliza ataweza kuwasilisha mamlaka kwa njia ya barua pepe ambayo ni md@mbeyauwasa.go.tz. na akishamaliza huo taratibu, taarifa zake zitafika ofisi ya mamlaka na kuingizwa katika mfumo maalum wa taarifa za wateja, na pindi ambapo atakuwa taarifa zimeshaingizwa, mteja atapata ujumbe mfupi ukimwambia kwamba ombi lako la kuomba huduma ya maji limepokelewa na utajulishwa kwa taarifa zaidi. Kwa hiyo kutakuwa na hatua za ndani za kuweza kupima eneo la mteja, kuweza kujua gharama halisi, na kuna mifumo ya kijiografia ambapo mteja atapimiwa. Akishapimiwa na gharama kupatikana, atajulishwa kwa njia ya ujumbe mfupi kwamba gharama ni kiasi fulani za kuweza kulipia, lakini pia atapata namba maalum ya kulipia ambayo inaitwa control number. Na sasa mteja pale atalazimika kuweza kufanya malipo akiwa tu nyumbani kwa kutumia simu yake kwa njia mbalimbali za malipo ya huduma za serikali. Anaweza kutumia pia application ya malipo ya serikali ambayo ni ya GPG, inapatikana kwenye Play Store, na kuweza kufanya malipo hayo. Kwa baada ya hapo atakuwa ameshafanya malipo na atapata tena ujumbe ukimwonyesha kwamba malipo yako yamepokelewa, na muda wote utaweza kuunganishiwa huduma ya maji. Na baada tu ya muda mfupi ataweza kuunganishiwa huduma ya maji na kuweza kufurahia huduma. Kwa hiyo kuna eneo ambalo ni mapinduzi katika eneo hilo, tofauti na mwanzo ambapo kuna usumbufu, watu wafike ofisini watumie nauli kwa maana ya gharama, lakini pia na muda kuweza kupoteza kuja ofisini kufuata hiyo huduma. Na katika eneo hilo sasa kuna eneo la tuna mpango wa mbele kama kitengo cha TEHAMA, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, kwa ajili ya kuboresha kwamba tutakuwa na application. Tupo katika hatua za kutengeneza application ya ambayo itakuwa inaitwa Maji Kiganjani, ambapo sasa huduma zote mteja atakuwa anazipata kupitia hiyo application, na ambapo itakuwa inajumuisha maombi ya maji, kulipia ankara za maji na maulizo mbalimbali ya huduma ambazo zinapatikana hapa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya. Sasa eneo la pili ambalo ningeomba tulifahamu ni eneo la namna ambavyo mteja anashirikishwa kwa njia ya TEHAMA kuweza kuhakiki matumizi yake ya maji kabla ya bili kutoka. Sasa hivi tuna mfumo mzuri ambao tumekuwa nao, ambapo mteja akishasomewa matumizi yake ya maji anashirikishwa kwa kuweza kupata ujumbe mfupi wa message ili aweze kuhakiki yale matumizi kabla ya bili kuweza kutoka. Na eneo ambalo kwa sasa limesaidia kwa sehemu kubwa, kwa maana mteja anakuwa na nafasi ya kuweza kuhakiki yale matumizi yake ambayo ameyatumia, na kama endapo ataona kuna utofauti ataweza kuijulisha ofisi kwa kupiga simu na kuweza kuelezea eneo lake kama kuna huo tofauti, na kuweza kurekebishwa mapema kabla bili hazijatoka za maji. Na eneo hili limesaidia kwa sehemu kubwa kupunguza malalamiko. Hapo nyuma tulikuwa na malalamiko kwamba wateja wanalalamika tunapigiziwa bili zimekuwa kubwa, lakini sasa hivi mteja amepata ule wepesi kwamba yani yeye mwenyewe sasa nenda anahakikisha yale matumizi yake kwamba haya matumizi ndio ambayo naenda kutolewa bili ya mwezi husika. Sasa eneo hilo tumeweza kunufaika, lakini pia tunazidi kuasisitiza wateja wetu wa maji waweze kuhakiki hizo jumbe
za simu pindi ambapo zitakuwa zimeingia kwenye simu zao kabla ya bili kutoka, ili kuweza kuepuka changamoto za bili hapo mbeleni endapo bili itakuwa imetoka. Lakini eneo la tatu ambalo nilikuwa nataka tulifahamu ni namna sasa ya huduma mbalimbali ambazo zinapatikana ambazo mteja anaweza akazipata kupitia simu yake, kwa maana kupitia simu au kupitia application badala ya kuja ofisini. Eneo la kwanza ni eneo la kuweza kufahamu bili ya kwake ya maji au kufahamu deni, na hiyo tu ni rahisi kwa sasa hivi. Kuna namna ambavyo mteja tu kutumia simu yake akiwa nyumbani anaweza akaingia kwenye simu yake kwenye menu ya malipo ya simu yake, akaenda sehemu ambayo nasema afanya malipo, na ataulizwa kuna eneo la kuchagua na malipo ya serikali, ataweza kuchagua na ataingiza namba ya malipo ambayo inaanzia 99455, basi ataweza kufanya malipo. Lakini pia anaweza kufahamu bili yake au deni lake kwa kutumia simu yake kwa kupakua application ambayo inaitwa GPG. Ni application ya malipo ya serikali. Akienda kwenye App Store au kwenye Play Store, atapakua application, ataweza tu kuingiza namba yake ya malipo na ataweza kuona pale deni lake ni kiasi gani, lakini pia ataweza kulipa moja kwa moja kupitia simu yake. Lakini pia anaweza kutumia msimbo wa serikali, kwa maana hizi USSD shortcode, kwa kubonyeza *152 *00 ama reli. Akibonyeza hapo kwa mtandao wote ambao anatumia, basi ataweza kupata orodha ya huduma. Atachagua huduma ya maji ambayo ni namba 6, lakini pia ataenda namba 1 ambayo inasema ni huduma za maji za pamoja, na pale ataweza kupata huduma tofauti tofauti. Anaweza kuulizia bili, anaweza kuangalia deni, na anaweza kuulizia mambo mengine yote, na sisi kwa ofisini kuweza kuyapata moja kwa moja na kuweza kumsaidia badala ya kufika ofisini kwa ajili ya kuulizia hizo huduma. Na lakini pia eneo la 4 ni eneo la kupata mrejesho wa huduma. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya tuna kitengo cha kupokea mrejesho wa huduma kinaitwa call center, na kitengo hiki tunapokea taarifa za wateja wetu, kwa maana ya kwamba maulizo mbalimbali ya huduma kwa kupitia simu, lakini pia kutoa taarifa mbalimbali, labda kuna sehemu kuna mvujo wa maji ili kuweza kudhibiti, labda kuna taarifa ambao wanatamani tufikie sisi mamlaka, basi kupitia kitengo cha huduma kwa kitengo cha kupokea mrejesho wa huduma, yani call center, ataweza kufanya hivyo, na sisi ofisini tutaweza kulishughulikia ndani ya muda mfupi. Na hizi simu ni bure, kwa maana mteja hachajiwi, lakini serikali inalipia hizi huduma kwa niaba ya mteja. Kimsingi sio bure, ila serikali inazilipia kwa niaba ya mteja. Sasa kupitia maboresho hayo tunaona kwamba kuna manufaa ambayo yamepatikana kwa ujumla, na eneo la kwanza ni kupunguza gharama kwa wateja kwa ajili ya kupata huduma zitolewazo na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya. Na kama ambavyo nimetoka kuongelea ni kwamba badala ya mteja kufika ofisini kuulizia bili, kuulizia huduma ya maunganisho ya maji, basi anaweza tu kuweza kupiga simu kwa center au kaingia kwenye simu na kuweza kupata hizo huduma. Lakini pia sehemu ya pili ambayo imesaidia eneo hilo ni kusaidia kuokoa rasilimali muda. Watu wanapoteza muda mwingi, pengine kuja wa ofisini anatoka mbali mwingine, badala ya kutumia simu na kuweza kupata hizo huduma, basi angeweza kuja ofisini, na ambapo angetumia muda mwingi sana kwa ajili ya kunufaika au kupata maulizo mbalimbali ya huduma husika. Na kwa sasa hivi basi ataweza tu kupata hizo huduma kwa njia ya tehama, kwa maana ya simu kwa sasa hivi, na basi ule muda atakuwa anaendelea kufanya shughuli nyingine ambao pengine angeupoteza kufika ofisini kwa ajili ya maulizo au kupata huduma husika. Lakini pia na hilo pia limeongeza wazi na ufanisi katika kuwahudumia wateja wetu,
Kwa hiyo sasa hivi badala ya mteja wa mtumishi wa mamlaka kukaa ofisini kupokea labda fedha za wateja wamepanga foleni 20-30, kwa kuwa wateja sasa hivi wanaweza kulipa wao wenyewe kwa njia ya mitandao ya simu na kuweza kupata huduma mbalimbali kwa njia ya mitandao ya simu, basi watumishi wa mamlaka watakuwa na nafasi kubwa kwa ajili ya kuweza kufanya shughuli zingine za kuweza kuongeza huduma na kuboresha huduma zaidi kwa wateja wetu. Lakini pia tumepata manufaa ya kupata marejesho mingi ya huduma kupitia kitengo chetu cha huduma kwa mteja kwa maana ya call center, na kupitia marejesho tumekuwa tukifanyia kazi labda ni swala la mivujo, tumekuwa tukifanyia kazi kwa wepesi na kuweza kupunguza maji ambayo pengine yangepotea, lakini pia kutoa ufafanuzi tofauti kwa wateja wetu juu ya huduma zitolewazo na mamlaka. Na ukiangalia sasa kutokana na uboreshaji huo kwa ujumla na uendeshaji wa huduma, kuna manufaa ambayo mamlaka pia imeweza kuyapata, manufaa makubwa. Kwa mwaka jana 2024, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya imekuwa mamlaka ya pili kati ya mamlaka za maji za miji 19 katika eneo la kutoa huduma bora ya maji safi na usafi wa mazingira. Kwa utaona namna gani ambavyo tuna TEHAMA imeweza kuchangia uboreshaji wa huduma na hata kuweza kusaidia mamlaka kuwa imeshika nafasi hiyo ya pili kati ya mamlaka hizo 19. Kwa hiyo tunawaahidi wateja wetu tutaendelea kuboresha huduma zetu za maji na kupitia TEHAMA ili kuweza kuwahudumia kwa ukaribu zaidi na waweze kufurahia huduma zitolewazo na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira. Basi kufikia hapo naomba niwashukuru sana, asanteni. Ulimwengu wote umetawaliwa kwa nia njema kabisa na mabadiliko ya kiteknolojia. Na sisi hatujataka upitwe. Karibu kwenye Digital Leo. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 4 asubuhi hapa Highlands FM. Sawa, umetoka kumsikiliza mtaalamu huyo wa TEHAMA kutoka pale mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya. Na mambo yamekuwa vizuri kabisa. Nimefurahi wa namna ambavyo ameongea, namna alivyofafanua. Ama kwa hakika wananchi wana kila sababu ya kuweza kufurahia huduma hii kwa sababu wanaondokana na gharama. Na tunapozungumzia gharama, kuna muda mwingine mtu anaweza kadhani gharama ni fedha tu. Hata muda. Muda kabisa ni kitu kizuri kwa sababu sio watu wote wanakaa karibu na hizi ofisi. Ndio. Mwingine labda anatoka mbali, anakuja kufuata hizi huduma. Kwa hiyo unakuta anatumia muda wake. Hapo pana nauli, unakuta na gharama za fedha zinakuwa zinatumika. Na mambo mengine unakuta yanakwama. Lakini ili tuweze kufanikiwa katika yote haya, lazima jeshi la polisi liweze kuhakikisha ulinzi na usalama unakuwepo. Maana sasa hivi kila kitu kina ujanja. Ndio, watu hawakosi ujanja. Mambo mazuri kama haya, lakini kuna mabaya ambayo yanatokea. Kwa hiyo jeshi la polisi na lenyewe lipo. Ni kitu muhimu sana. Lakini kabla tujaelekea kwenye jeshi la polisi, mimi nikwambie kitu ambacho pia unaweza ukakifahamu katika faida zile ambazo tulikuwa tunazizungumza muda ule. Huku pia inaongeza uwazi. Inapunguza masuala ya rushwa, inaboresha uwajibikaji kwa sababu huku mtu hawezi kukwambia namba rushwa. Hivi unavyolipa bili ya maji ile unafikiria inapitia kwa mtu. Ile moja kwa moja inaingia kwenye akaunti za serikali. Na huku unapata receipt, sio unakuta mwingine labda hakupata receipt. Huku unapata receipt ile moja kwa moja. Lakini vile vile yale masaa ya kuambiwa kwamba bwana muda wa kazi sasa hivi amnani. Ukiona nani yako umepata ka hela kako muda fulani. Yaani hata iwe usiku wa manane. Tunafanya miamala. Unafanya muamala kabisa. Mambo yanakuwa safi kabisa. Lakini pia inahamasisha ukuaji wa uchumi. Kwa sababu muda mwingine mimi naweza nikawa na 3000 hapa. Nataka nilipe bili yangu ya maji. Lakini nawaza yani ili mpaka nifike kule idara ya maji natakiwa niwe na 3000 nyingine tena. Unapotezea kwa unakuwa tena. Kwa hiyo mpaka upate tena 3000 nyingine iwe 6000 alafu unaenda kupeleka 3000. Lakini ukiwa nayo hiyo 3000 kwenye simu unalipa kwa urahisi zaidi. Kabisa. Kwa hiyo mambo yanakuwa vizuri. Bwana, sawa. Mimi nikwambie kwa wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi, unaweza kaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0767 000 na mambo yatakuwa sodakta kabisa. Twende tukapate burudani kidogo, tukirejea tuje kwa mtaalamu wetu wa Blela. Kutoka kule Blela. Sasa kule tunafahamu kwamba mambo huwa yanakuwa mengi sana. Hawa ndio ndugu zetu ambao wanahusika kwenye swala zima la mtu anataka sijui jina la biashara, anatakiwa afanye nini, lakini na kwa hiyo mambo mengi yanakuwepo.
Pata burudani kidogo, utakaporejea basi moja kwa moja utakuja kuungana na ndugu zetu kutoka pale Blela. Yeah. Bongo Records. Ziki Mnene. Soggy Dog. Hotpot Family. Yeah. See you. Nite Chief Romanyika. Yeah. Kibanda cha simu. Ladies and gentlemen, welcome to the Hotpot Family Utajiju Communication Center. Yo, nje kibanda cha simu, tangazo la uzushi. Mkopo umesafiri, kinachotakiwa keshi ni 500 kila dakika, tajo ende wani kubip shinga 50, sipigishe za mezani. Haya sasa mteja, tuende ndani ya kibanda. Machache poa, mengi yanotokea sijayapenda. Wateja wangu wengi tabia zao huwa chafu, matusi, kejeli, ugomvi, sio uaminifu. Kuna mteja wangu moja, jina lake nani? Jina lake swatajia, sije kuni nani. Kila kija kupiga simu yeye uwa bui, mambo yake hadharani sababu ya bui. Kama mteja wangu moja, jina lake Chebe, kila kija kupiga simu analetwa babe. Yani anapiga zaidi ya 5, lakini nashangaa ni pia sentano. Wateja wanaonipa raha, mmoja wapo Chesko, kila kija kupiga simu napata vicheko. Mkono na natunda na lugha yake kidengeleko, mara iname mara simame, ni mradi vituko. Presha inapanda, wakija wateja wa haya wanaodhani labda soge bisio muhaya. Mara utasikia kasiga za katika ina magezi awele kama neno maongezi. Hicho kibanda cha simu kinachompa sogi wazimu. Hicho kibanda cha simu lakini kwake yeye muhimu. Hicho kibanda cha simu kinachompa sogi wazimu. Hicho kibanda cha simu lakini kwake yeye muhimu. Unapata pesa lakini napata pressure, wateja utulivu zile ukitupwa na ndatisha. Najua mambo mengi sababu ya kibanda cha simu, najua ni watu ngapi Mr. Chance kesha dhurum. Pata picha mteja Salim Chum, kila napokuja huwa nataka kubuya sumu. Kila namba nayopiga na hisi kama si dada yangu takuta jalimu wangu, najifanya fara kisa nafanya biashara. Nikisema nsimpigie basi sintakosa hela. Kusema kweli nahitaji uvumilivu, na shangazi zili mbivu, nachopata maumivu. Marafiki nao kibanda changu ndio maskani, mimi moshi ya sigara asubuhi mpaka jioni. Yote 9 siku sitosahau siku hiyo, bado kidogo sogimini shiko wewe. Alitokea Mwarabu mwenye ndevu kama Zosama, akataka nimpigie nisipopige takwa noma. Aliongea Kiarabu nisielewe anachosema, katikati ya maongezi sekataja Dodoma. Wakati anaendelea akamtaja spika bunge, maswali nikajiuliza nataka kulipua bunge. Akanipa 10,000 hata change ya kumbuke, aliondoka raka. Alikuja na pikipiki. Hicho kibanda cha simu kinachompa sogi wazimu. Hicho kibanda cha simu lakini kwake yeye muhimu. Hicho kibanda cha simu kinachompa sogi wazimu. Hicho kibanda cha simu lakini kwake yeye muhimu. Yeah, Josephine Sogi represent Bongo Records. P-Funk majani vinanda hivyo mzee vibaya. Big up Moody Gano yo. Te quiero mucho Sogi. Sana. Hicho kibanda cha simu kinachompa sogi wazimu. Hicho kibanda cha simu lakini kwake yeye muhimu. Hicho kibanda cha simu kinachompa sogi wazimu. Hicho kibanda cha simu lakini kwake yeye muhimu. Digital Leo.
Sawa, tukisonga mbele katika kipindi hichi cha Digital leo, na umetoka kusikiliza mambo mengi sana, lakini bado tutaenda kumsikiliza mtaalam kama mwenzangu alivyokuambia kwamba tutaenda kumsikiliza mtaalam. Sasa mwenzangu Samuel Mpogole amefanya mahojiano na amezungumza na wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA kujua namna taasisi hiyo inavyoendesha shughuli za usajili wa biashara kwa njia ya mtandao. Mimi kwa majina ninaitwa Sebastiana Mwapinga, ni afisa biashara ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya. Naam, kwa mtu ambaye anatusikiliza sasa hivi, kwanza tuweze kufahamu tunapozungumza BRELA tunamaanisha nini? BRELA ni taasisi ya kiserikali ambayo imepewa mamlaka ya kusajili majina ya biashara na biashara. Okay. Na kwa ujumla wake ina faida gani kwa huyu mtu ambaye anasajili, anayekuja kusajili? Tuweze kufahamu faida za kusajili biashara. Okay. Mtu anaposajili biashara anapata faida nyingi. Kwanza anapata, kwa mfano, jina la biashara, anapata haki miliki ya jina lile la biashara. Kwa sababu unakuta mtu labda umeshafanya biashara kwa muda mrefu, then watu wanakufahamu kwa lile jina. Lakini akaja mtu, kumbe lile jina linakuwa ni la mtu ambaye amelisajili. Baadaye linaweza likafanya vizuri au vibaya katika soko, ambapo wewe ukatakiwa kufanya nini? Kutoa ile hati miliki, ukawa hauna. Lakini mtu mwingine akawa amelitumia vibaya, kwa hiyo utashindwa kufanya nini? Kumstaki au kumchukulia hatua yoyote juu ya ile jina lako la biashara. Na sasa mtaalamu, mimi natamani tuweze sasa kwenda moja kwa moja kwenye mada yetu hii ya leo ambayo inahusiana moja kwa moja na swala zima la digitali au mtandao. Kwa huyu mtu ambaye anakuja kusajili kwenye BRELA, kuna mfumo ambao sasa hivi unatumika wa kidigitali. Ni vitu gani anatakiwa kuweza kuvifanya ili kuweza kunufaika na usajili huu anaokuja kusajili biashara yake au anapotaka kusajili biashara yake mtandaoni? Kwa sasa kama ulivyosema, BRELA tunasajili kupitia mfumo wa kielektroniki, yani self service. Mtu anajihudumia popote alipo Tanzania. Okay. Sawa? Kwa hiyo kikubwa kinachohitajika ni uwepo sehemu ambayo ina access mtandao. Mtandao upo. Then uwe na simu kubwa au kishikwambi au kompyuta. Baada ya hapo, vitu ambavyo mtu unatakiwa kuwa navyo ni kama namba ya NIDA, lazima uwe nayo, lakini pia uwe na email address au barua pepe, uwe na namba ya simu, lakini pia uwe na anwani ya makazi ambayo inaonyesha, tunasema physical address, uko sehemu gani na kuonesha location unayotoka. Na ni huduma zipi hasa zinapatikana kwenye mfumo, ukiachana na hiyo tu ya usajili ambao tunazungumzia leo, tukihusianisha kwamba kuna wafanya biashara au wajasiriamali au wadogo, lakini pia watu wenye makampuni? Huduma ambazo zinapatikana kupitia mtandao wa BRELA ni zipi hasa? Okay. Kama nilivyosema mwanzo, BRELA inahusika na kusajili jina la biashara. Okay. Au biashara. Kwa hiyo pale tunasajili majina ya biashara, lakini pia tunatoa leseni za biashara za class A. Tunaposema class A inamaanisha ni zile biashara zote zenye mtizamo wa kimataifa. Kwa mfano, mtu anafanya biashara ya kusafirisha mazao au bidhaa nje ya nchi, au anafanya biashara microfinance, zote zinapatikana kwenye BRELA. Tukitaka tufananishe sasa mfumo ule ambao ulikuwa unatumika zamani na sasa hivi, utofauti wake ukoje? Okay. Mfumo ule wa mwanzo ambao tulikuwa tunautumia, kwanza ulikuwa manual. Yaani taarifa zako zinabaki kwenye mfumo wa makaratasi. Okay. Kwa hiyo hata ukiwa umepoteza zile taarifa ni ngumu kuanza kuzitrace kupata taarifa zako za mwanzo. Ndiyo. Lakini mfumo huu tunaoenda nao sasa, kama tulivyosema, ni wa kidigitali. Ina maana taarifa zako zinahifadhiwa kwa mfumo wa kielektroniki. Kwa hivyo unachotakiwa tu kukumbuka wewe ni password, username na password, kwamba ni vile viingilio vya akaunti yako. Kisha kumbuka vile, basi kwa taarifa zako zote ulizoingiza zinaweza zikawa trace hata kama ni miaka 10 mingapi nyuma, unaweza ukazipata. Lakini pia mfumo huu wa sasa hivi unarahisisha muda kwa sababu ile mara ya kwanza ilikuwa ni lazima ufike kwenye ofisi husika ili uweze kupata huduma. Lakini kwa sasa sehemu yoyote uliopo unaweza kaingia kwenye mfumo ukatuma ombi, then tukiliopo ofisini tunaweza tukaona na tukalijibu ombi lako. Kwa hiyo maombi ambayo yanataka kufanyika labda kwa wiki, sasa unaweza kuhudumiwa ndani ya siku 1 au 2 kwa umekamilisha.
Bila shaka inasaidia hata kupunguza gharama za watu ambao walikuwa wanalazimika kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini vile vile hata vile vitu ambavyo muda mwingine mtu anakuambia bwana nimeenda pale nimeambiwa tena nirudi kesho nifanyaje, havipo, kwa sababu vyote anaweza kuvifanya kupitia simu janja yake au kompyuta kama ulivyozungumza. Yes, kama nilivyosema kwamba unaweza ukajihudumia sehemu yoyote ulipo automatic, hamna transportation cost. Yani habari za usafiri kwamba umesafiri ulikotoka unafika ofisini unaambiwa leo hii afisa hayupo, au leo hii mfumo hatuna. Kwa kama mfumo haupo, wewe mwenyewe ulipo huko huko utaona kama mfumo haupo leo siwezi kuhudumiwa. Kwa hiyo utaendelea na mambo yako mengine, utapanga ratiba nyingine ya kufanya hiyo kazi. Vipi kwa wafanyabiashara ambao wapo maeneo ambayo sio rafiki, mfano vijijini kule? Wao wanapataje hizi huduma na utaratibu ukoje kwa ujumla? Kwa sababu kuna watu inawezekana natusikiliza yupo Shizuvya, yupo Itaka ndani huko, anajiuliza kwamba hiyo BRELA nasajilije mimi kwenye mtandao. Watu kama hao mnawatazama kwa namna gani? Okay. Pamoja na kwamba tulihamia kwenye mfumo wa kielektroniki, yani mtu ajisajili mwenyewe alipo, tulilifikiria hilo. Ndio maana kama nilivyosema mwanzo, imradi sehemu uliopo ina access mfumo wa mtandao, yani kuna internet, unaweza ukapata hiyo huduma. Kwa mfano kuna internet cafes, unaweza ukaenda, au simu, unaweza usiwe na simu janja lakini ukatumia simu hata ya rafiki yako, mradi ukaingiza taarifa zako. Hiyo inawezekana. Lakini pia tunaendelea na mfumo wa kutoa elimu kwa watu namna ya kuweza kuomba hiyo huduma kupitia mtandaoni. Kutokana na huduma hii ambayo mnaifanya nyinyi, kama ulivyozungumza mnasajili, lakini pia utoaji wa leseni, kuna muunganiko kati ya BRELA na TRA na halmashauri ya jiji katika utoaji ule wa TIN namba na vitu kama hivi? Okay, kwenye muunganiko huo upo. Tumeanza kwa upande wa usajili wa kampuni. Unapokuja kusajili kampuni BRELA, ukishakamilisha, mara baada ya kusajili ile registration number ya BRELA ndio hiyo inaenda kuwa TIN yako. Kwa moja kwa moja siku uliosajili BRELA ukapata registration number, maybe ni company, hiyo siku TRA wanapata taarifa kwenye mfumo wao kwamba kuna kampuni hii imesajiliwa. So utakavyoenda BRELA unaenda kuikuta ile TIN namba yako, utakavyoenda kufuata TIN unakuta tayari TIN namba yako ndio ile registration number, kwa wana kulinki. Hiyo inasaidia kwa wale wafanyabiashara ambao maybe walikuwa na tabia ya kukimbia mapato. Unakuta mtu amesajili leo labda kampuni, alafu TRA anaenda baada ya miaka 2 kwamba mimi ndio nimeanza. Sasa utakavyoenda TRA wanakusomea mpaka siku ya kusajili kwamba ilisajiliwa siku fulani na wenyewe walishaingiza kwenye mfumo. Kwa hiyo unajikuta tayari ulishafika kule. Kwa hiyo inasaidia pia hata pato la taifa kuongezeka kwa namna moja au nyingine. Yes, pato la taifa limekuwa. Naam, tukitazama sasa kwa upande wa hii shughuli ambayo mmekuwa mkiifanya kwa wakati huu, hususan kupitia masuala haya ya teknolojia, mtandao, kuna changamoto zote ambazo mmekuwa mkikumbana nazo? Yes, changamoto zipo. Ni zipi? Kwenye kila mafanikio changamoto huwa hazikosekani. Changamoto ya kimtandao bado unaikuta, kwa sababu mfumo sio kwamba ni umeshakaza sana, hapana. Kuna muda tunaendelea kuboresha, kwa unakuta kuna siku mtandao haufanyi haupatikani. Lakini changamoto nyingine, uelewa mdogo wa wananchi. Bado hawana uelewa jinsi ya namna ya kusajili. Licha ya kwamba tumetumia jitihada kubwa sana, unakuta kuna wafanyakazi wa BRELA makao makuu wanajitahidi kwa mwaka walau mara 2 wanapita kila mkoa, wanaweka center kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi na kutoa elimu namna gani ya kusajili. Lakini bado wananchi hawafiki kwenye zile center ambazo zimewekwa ili waweze kuelimishwa. Kwa hiyo huduma zipo na watu wa kuwaelimisha wapo, ila mwamko mdogo wa wananchi kuelewa. Mtu anakuja kuanza kutaka huduma ndio anaanza kuitafuta BRELA iliko. Lakini mwanzo anakuwa hajapata mwamko wa kweli. Nini mnafanya sasa ili kukabiliana na changamoto hizi ambazo mmegundua kwamba bado zipo katika jamii? Okay, kama ofisi, kwanza niseme BRELA makao makuu yake ni Dodoma na Dar. Ni makao makuu. Kwa hiyo hata hivi kuweka center kwenye mikoa ni moja ya strategy namna gani ya kuwafikia wananchi, kwamba wakaweka kila mkoa, kila ofisi ya mkuu wa mkoa wameweka watu ambao ni focal person wanasaidia kutoa elimu. Lakini pia wilayani
ofisi yoyote ile ambapo kuna halmashauri ya wilaya ambapo kuna maafisa biashara wanafanya kazi ya kuelimisha wananchi. Hata hivyo tunaendelea kuelimisha kupitia vipindi mbalimbali kwenye radio, lakini pia kwenye makongamano, kwenye maonesho mbalimbali. Ofisi ya BRELA waga naweka banda kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi. Mwisho kabisa, nini ambacho ungependa kuiambia jamii kwa ujumla ambayo leo hii wanakusikiliza kupitia kipindi chetu bora cha Digital Leo ambacho kinarushwa hapa? Kwa ushauri kwa wananchi, nilichokuwa naomba kuwashauri, kwanza tusajili biashara zetu. Kama tulivyoona, kuna faida ya kusajili biashara, kwani unakuwa na haki miliki ya lile jina. Lakini pia tuchangamkie fursa, kama vile ambavyo tumetoka kwenye mfumo wa zamani, mfumo wa analojia ambao unakutaka uje ofisini. Ndiyo. Sasa tumeletewa mfumo ambao ni mfumo rafiki, unaweza ukaendelea kujihudumia ukiwa nyumbani. Kwa tuchangamkie hii fursa, kwa sababu tusipoichangamkia hii fursa tunaweza tukahisi labda wananchi wameshindwa kukopa, tukaanza kuhangaika kutafuta njia nyingine ambayo ikawa sio rafiki sana. Mimi kwa mtizamo wangu naiona hii njia ya kielektroniki ya kusajili mfumo wa biashara ni nzuri, kwa sababu tunaweza tukawafikia wananchi wengi kwa muda mfupi. Kazi yako wewe ni kufanya tu assessment kwenye mfumo, inakupunguzia vile kuonana na wananchi na nini. Kero zinakuwa nyingi, mwananchi mpaka afike ofisini na maana ameshasajili, ameshindwa, sasa anafika ofisini kupata ufumbuzi. Kwa mfano, zamani ilikuwa umetuma labda ombi la usajili wa jina la biashara, sawa? Baada ya hapo ukawa umekosea, mpaka waje wakutumie au wanaweka tu kwenye makablasha yao, mpaka usafiri uende Dar es Salaam. Ukifika pale unakuja wanaanza kufungua mafaili, faili la mwezi fulani, umeona, mpaka wapate taarifa zako za nyuma, inakuwa kazi. Lakini kwa sasa hivi tuchangamkie fursa, kwa sababu kama umekosea ndani ya siku hiyo unapewa jibu, rekebisha hiki na hiki na hiki ukiwa eneo lako, na unaweza kufanyia marekebisho then ukapata huduma kwa wakati sahihi. Sawa, umetoka kumsikiliza mtaalamu na natumaini umepata vitu vingi na umejifunza vitu vingi jinsi ya kwenda kusajili biashara yako. Ndiyo. Kupata leseni. Ndiyo. Kuna vitu vingi sana ambao tumejifunza kutokea kwa mtaalamu huyo hapo. Hakika hata mimi pia nimeweza kufurahi kweli, nimeweza kujifunza vitu vingi. Unajua kuna wakati mwingine hata sisi tunapokuwa tunaendelea na majukumu yetu, tunapoendelea kufanya kazi na watu, ndivyo hivyo ambavyo tunaendelea kujifunza kabisa. Lakini sisi kujifunza tu, ndivyo hivyo ambavyo hata si wenyewe tunazidi kupata utambuzi huku tukiendelea kutoa elimu kwenye jamii. Tunapata utambuzi na tunatoa elimu kwa jamii. Mimi nikushukuru sana kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Sasa hivi tukielekea wa kipindi hiki, tunaweza tukapitia jumbe chache kwa sababu muda si rafiki. Muda sio rafiki, muda unatupa mkono hivi. Huyu anasema naweza nikafanya nini pale ambapo ninagundua simu yangu imehakiwa. Yaani kwamba nini anaweza kufanya endapo anagundua simu yake imehakiwa. Hiki kipindi tushakifanya wiki kama 2 zilizopita. Tushakifanya, lakini pia basi mimi nikwambia unaweza kaenda kwa ndugu zetu wa TCRA wakakusaidia. Ni mambo haya ya kidijitali. Lakini pia nimeona ujumbe wake huyu anasema kipindi cha Digital Leo nimefurahi sana kwa sababu mmezidi kutufafanulia kuhusiana na namna ambavyo tunaweza tukaendelea kunufaika kupitia teknolojia. Kabisa. Huyu anaitwa Neema, anasema mimi biashara yangu kwa kweli sasa hivi na siendi kufuata ofisini kwa watu, naendesha biashara yangu nikiwa tu nyumbani, najisajili na pia nalipa kodi kupitia tu nikiwa nyumbani. Safi. Kabisa. Na huyu anasema nawapata vyema kabisa, kipindi kiko poa. Sawa, shukrani sana. Sawa, tuwashukuru wote ambao mmekuwa pamoja nasi mpaka sasa hivi. Tunaelekea mwishoni mwa kipindi hiki. Ama kwa hakika tunaweza tukukwambia mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kinachofuata. Tukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea sasa hivi. Na tunakuambia kwaheri mpaka wakati mwingine. Ulimwengu wote umetawaliwa kwa nia njema kabisa na mabadiliko ya kiteknolojia. Na sisi hatujataka upitwe. Karibu kwenye Digital Leo. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 4 asubuhi hapa Highlands FM. Uzuri sona kifani, sauti yake ringtone haiwezi toa mchezoni. Kinanda, sauti yake maina ikipanda, wako nishafika sasa ya nini kudanga.
You my baby looking so wet. Kishi meshara ama dhiki it's okay. Yeah. Excuse me baby, can I take you for a day? Wako mesaliti amri mateka I can say. Mason selector. Mason. Cheers again. Nimekuvisha bwana, nimekuteka manda. Unafati kwa love wale pale washa sanda. Nipe mama tujenge kiwanda. Tutoe bombe zote hata wani ya kitanga. Minajua kwamba wana concentrate. Niko kuwacha baku negotiate. Wako wanangoja sana kufinishate. Lengo lao kubwa ni kupenetrate. Uje ni kubebe mgongoni madia. Tucheze michezo ya utotoni madia. Kwa furaha ntazama hapo machoni madia. Oya, 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 aise kinanda. Toto sauti dai ya kutoa nyoka pango. Somba kiwa ndani kama ndege mwitu. Tupashuka uje kunikanda. Hebu shika panga uje ulime shamba. Sing for me, sing a song wakinanda. Ukichoka sana jilaza kwenye kibanda. Uliva jinogesha usoni. Umewafunga midomo. Utama lipsi zako show. Tushikane mikono. Uliva jinogesha usoni. Umewafunga midomo. Utama lipsi zako show. Tushikane mikono. Uje ni kubebe mgongoni madia. Tucheze michezo ya utotoni madia. Kwa furaha ntazama hapo machoni madia. Oya, 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 aise toto sauti lai ya kutoa nyoka pango. Somba kiwa ndani kama ndege mwitu. Baby basi ongeza ile cheko. Unanikosha nafanyesha cheko. Unanikosha nafanyesha cheko. Baby basi ongeza ile 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 cheko.